Mjomba, muda mrefu hatujawasiliana. Ndio mjomba. Lakini nikaona nije kutembelea na kuja kuangalia mazingira. Na hapa ulipo hapa pa marehemu dada yangu. Kama pa marehemu dada yangu, mjomba, toka tulivyokuachia hili eneo hujaongeza kitu wala hujabadilika, na sijui kwa nini. Kweli mjomba, lakini maisha mjomba, maisha ndio kila siku yapo hayo hayo, tuyazidi kubadilika. Ukisema maisha kila siku ndio hivyo hivyo tu, hakuna kitu chobadilika. Inachotakiwa hapa uongeze hata chumba kimoja. Sisi tukitoka Dar es Salaam tukija hapa tuje kutafuta sehemu ya kulala, tulale. Maisha yako hapa hapa tulipokuachia dadangu mimi na wewe ndio unaishi hapa hapa. Haya maisha mpaka lini mjomba? Unatakiwa ubadilike, na ndio maana una familia sasa hivi mjomba. Usiseme kama nimekuja kukusema. Mimi nakwambia kwa sababu mpo wangu. Na ukiona gozi bora upauze, ili utafute eneo mjini, nyumba mzuri utengeneze uishi na familia yako. Yupo wapi mwanao? Yeye bado hajarudi kwa shule. Nilikuja nilikuwa nimemiss kweli kweli. Nionane naye tuzungumze, tuyapange. Na mjomba wewe atakipanga nini? Utapanga nini wewe? Sema tu, akijui vipi wewe, mbona unamdhalilisha kifaa changu? Hai bwana, mtu chake siwezi kuongea sana. Mimi mjomba na haraka kidogo. Nataka niende Mwalusembe. Na shamba langu naenda kuliona pale. Mungu akipenda tutawasiliana. Na kuja sina kitu. Hii utampa mjukuu wangu. Usitumie wewe. Hapana. Hana situmii. Mpe nani? Mjukuu wako. Basi wewe bwana. Kama tulivyozungumza, uje Dar es Salaam, ongea na mkeo, uje kule tubadilike kidogo. Sawa mjomba. Umenielewa? Nimekuelewa mjomba. Usikose. Wala sikosi mjomba, mimi nitajitahidi sana hiyo. Ongea na mkeo. Nitaongea naye. Nimekwisha. Naye mjomba sana. Maisha haya. Mke wangu karibu. Mke wangu we, hacha tu, wenyewe wanasemaga mgeni njoo mwenyeji ashibe. Kaa kwanza mke wangu. Haya. Ni magani tena hiyo? Habari za shamba kwanza. Nashukuru Mungu, nirudi salama. Kweli? Hata mimi naona. Narudi na vikuni hapa. Tena bwana. Njaa nauma hapa. Tumepata neema hapa, afu neema yenyewe imeondoka na njaa. Neema yenyewe. 10,000. Shauri yako. Haya, 10,000 imetoka kwa nani? Kaka shamba kwa muda wote. Bwana hapa amekuja mjomba. Mjomba? Mume Sasa mbona umemruhusu ondoke mimi sijafika? Hamna, yeye mwenyewe nilimwambia kweli akusubiria, akasema anawahi, ana safari ya Mwalusembe. Kwa hiyo ameondoka. Lakini sasa kuja kwake mjomba, naomba mke wangu unisikize kwa makini sana. Kwanza akaja kweli kutusalimia, kutaka kutujua tunaendeleaje. Lakini la pili, unasikia mke wangu La pili ametuomba mjomba, ananiomba mimi niende Dar es Salaam. Hapo ndo uliharibu madai yenyewe yote. Kwa nini mke wangu? Mjini tena mume wangu. Mimi mume wangu mjini palipo na mambo mengi. Yeye alichoniambia mjomba mimi naona kizuri tu. Kwa sababu amesema kule kuna kazi. Ende nikafanye kazi. Kwa nikaangalia mazingira, nitapokuwa nimeazoea, nitaifuata familia yangu tukaishi yote kule. Mimi mume wangu. Hivi unapojua mjini wewe?
Mjini watu wanabadilika. Mjini watu wana mambo mengi. Wewe kubadilika kwamba ataenda kunichinja mjomba au kubadilika vipi? Wewe na kuchinja si mjomba wako huyo? Sasa kumbe kuchinja, nazungumzia kubadilika. Na maana mimi nibadilike? Mume wangu, tunaishi hapa kwenye Chikipagala lakini tunaishi kwa amani. Umeelewa eh? Hapa tunaishi kwa upendo. Tuna maisha mazuri tu, tunafurahi kila siku. Sawa, lakini tukishafika mjini malumbano yataanza. Utatoka hapo umeenda mjini, umefika huko mambo mengi, nakuja siku 2 3, miaka inakatika. Hapo sasa nimeshafahamu mke wangu upo sehemu gani. Yaani unachomaanisha, labda nikwambie kitu kimoja. Unakumbuka kuna siku ulikuwa unarudi ukanikuta mimi naimba kwa sababu mume wangu mbona unapiga piga kelele tu? Hapana, kama unakumbuka nilikuwa naimba. Na ile nyimbo nilitengeneza kwa niaba yako. Na nilikwambia kama godoro wewe tandiko, bila ya wewe siwezi pendeza, nivumilie wangu msoto, mpenzi wangu usije sarenda. Hali yangu ya mkunga lakini nishakupenda, kisambue kula tembelea hata mlenda. Umeelewa vizuri? Yaani na uhakika yaani sitoweza kukusaliti. Umeelewa vizuri? Na kwa kumalizia, baby unaponipenda mimi mwenyewe naringa, sipokuona moyo wangu unadunda. Penzi letu lidumu kwenye ndoa yetu, mimi ni baba wewe ni mama, siku ala zetu. Unaelewa mke wangu? Yaani siwezi kukusaliti. Ngoja kwanza. Mapenzi yatabiriki. Mnataka asubuhi jioni mnapeana talaka. Sio kwa mimi. Basi sawa, mimi sina shida. Nikwambie nakupenda sana mke wangu. Hajarudi mami? Bado. Mwanangu sasa hivi anachelewa kutoka, siku na shida gani? Mjomba. Naam mjomba. Tutakuwa tunakuja siku nzuri sana. Mama watoto yupo hapa. Mwanangu yupo. Lakini shida moja. Umeoa haraka. Ningekupa jiko lile. Wewe ushaona kwa mjomba kuna ulisi? Hamna. Sasa kwangu utalisi nini? Huwezi kulisi nyumba wala ulisi gari ya kutembelea. Bali ningekupa jiko ungestarehe tu. Jishusha kwaje? Eti mke wangu. Unaonaje leo kama mkono wangu? Vizuri. Keupe. Sasa ndio. Ni kweli mimi nimefurahi. Nimekuja kukutembelea na vipi mjukuu wangu? Umewacha salama huko? Nashukuru Mungu. Nimwacha wazima. Ila nimwacha katika hali mbaya sana. Sio kama wanaumwa. Yaani nimwacha katika majonzi makubwa. Yaani laiti ningejua bora ningeondoka siku ambazo yuko shule. Lakini nimeondoka siku za weekend kwa nyumbani pale. Amelia sana yeye. Amesababisha mpaka mamake akawa analia. Yaani kwa vile nimeshindwa kuivunja hii safari tutakuja leo. Kwa sababu nikiangalia tayari sheka promise na mjomba na ni lazima leo nitoke nije huku. Lakini kama ingekuwa ni safari tu ya kawaida hivi, nisingetoka. Kwa kweli familia yangu imeacha pabaya. Wana simanzi sana. Hilo litakuisha. Mungu kila kitu kina mwanzo na kina mwisho. Mimi nitalimaliza hilo. Ndio maana kumbe nikupe jiko lile. Mama. Unajua umegeneza wapi kwa hali yangu? Kwani wewe shida yako nini? Kashazoea mazingira kama haya mjomba, ataweza kuishi kwangu hivi. Wewe usiwe bwege bwana. Umeelewa? Nimekwambia kwa mjomba? Hakuna ulisi. Basi. Mimi ndio naambia mama wewe mimi mjomba nenda. Una tatizo gani? Ungepaweza? Kakata. Tena bado angesema haka mdomo ndio peke yake. Na hivi kabisa. Kama umeshindwa sasa mimi kila nikikupigia debe baba mkwe wewe unaishiwa maneno. Lakini muombe Mungu. Ndio. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Hebu muandalieni juice. Mimi mjomba?
Ndio. Yaani mjomba, kwanza kitendo cha kufika hapa kuonana na shangazi yangu, binamu yangu, huyu mjomba, na kujua ndo hapa nimeshafika nilipokuwa nakwenda. Yaani moyo wangu tayari kile kitu chote kimeshakata. Yaani hapa nafurahi, nashukuru, na kwa vile nipo najua nitakunywa tu kila siku. Wala usiofu kabisa. Au ndo namuogopa kumpa. Hamna. Yaani moyo wangu tu wenyewe tayari umeshaanza. Yaani hamna shida. Labda maji kanaletea. Huyu mwenzio mama mtu kazoea kubanga korosho. Mjomba. Naam mjomba. Naona fanya usafi hapa. Bwana mjomba. Naenda safari? Sisi tunatoka tunaenda zetu ofisini. Ndio. Lakini kama tulivyokubaliana, maelezo alokupa shangazi yako tunakumbuka? Nakumbuka wote mjomba. Unachojisikia kula. Sawa. Sema hapa unajitegemea tena. Unafika mwenyewe, unakula, hakuna shida. Sawa, hamna shida mjomba. Wewe ukijisikia njaa jisevie. Hilo halina shida. Umeelewa? Hamna shida. Kuna tatizo? Kila kitu kipo vizuri. Naam mjomba, safari njema. Lakini usisahau kukata majani ya ng'ombe. Sawa mjomba, nitakata. Hamna shida. Toli ipo pale pale ninapelekaga. Nafahamu. Umeelewa? Nimekuelewa sana mjomba. Mama, mbona unamwangalia? Umelizika? Wewe ujinga wa kwako. Mjomba, baadaye bwana. Haya bwana mjomba. Baadaye. Haya bye. Mjomba, kumbe unarudi mapema sana. Ni kweli. Kwa siku nyingine narudi mapema, lakini leo afya yangu sio mzuri, ndio maana nimerudi mapema. Pole sana. Nini tatizo? Mwili tunausikia choka. Kona nirudi nije kupumzika nyumbani. Mwili wangu nauona hapo sawa. Pole kwaona. Asante. Lakini umekula dawa? Dawa nimemeza. Maana sisi bwana, tuseme wa Tanzania, tuseme sisi binadamu waga wazito sana kula dawa. Kweli. Mimi mwenyewe ni muda tu ningekuwa nisharudi hapa. Ila nimechelewa bwana. Kwa nakata majani kule. Kuna mama huyo, hata mimi mwenyewe moyo umeshindwa kuvumilia. Kaja pale ananilazimisha na niomba, bwana mjukuu wangu, naomba unisaidie mzigo wangu nipeleke stendi. Kaambia bwana, mimi nyumbani hakuna mtu, nataka nikate majani haraka hapa ili naye kurudi nyumbani kule. Nisaidie enda stendi. Basi mpaka akatoa hela, sasa na hela nitakupa. Sasa kaona mimi kaona mpaka kafikia hivi bwana nimsaidie. Kweli nikaweka katika toroli mzigo wake, nikampeleka hadi stendi pale. Nikashusha pale, nikakuta kumbe kuna matoroli mengi tu kule. Nikamshushia pale stendi, ndo nikarudi zangu. Kwanza ni kitu kizuri. Umefanya jambo zuri. Umefanya jambo zuri kweli kweli. Na pale barabarani, hata wewe ukimaliza kazi yako kukata majani, unaweza ukaamua kuweka pale toroli lako au ukatafuta riziki. Kumbe? Toroli lina hela mjini mjomba. Sio toroli kama kwenu kule. Hapa kama unaweza kuchakalika kweli, basi unapata 200 ya sabuni. Sawa, sasa pale wale vijana waliojaja pale wale wakiona mimi nimeongezeka, watu nakana atilia wingi, wakaanza kunanzia fujo labda. Hata siku moja. Huku tofauti na vijijini. Usimuona matoroli kibao pale? Ukifika unaweka toroli lako. Alafu watoto wote pale. Hakuna hata mmoja asionijua. Wewe sasa hivi unashakujua mjomba wake fulani. Wewe unafanya mambo yako. Sawa, nashukuru. Nitafanya hilo zoezi sasa hivi. Basi sawa. Jomba vipi? Acha kututania bwana. Wewe kachukue chakula, njoo hapa tule chakula. Mimi mjomba tayari mbona? Mimi nimekula jioni hii. Leo nimechelewa kupika leo. Yaani giza inaingia nimemalizia kula. Mume wangu, mimi na wazo. Maana mjomba
akienda kwenye mihangaiko yake, arudi hapa nyumbani aanze kupika, na akirudi amechoka. Mimi na wazo moja, kwa nini asiende nyumbani, asirudi nyumbani akachukua familia akaja nayo hapa? Au unaonaje hilo mume wangu? Umewaza kitu kizuri, na ndio maana wakiwa na mke mwenye akili nyingi, kuna vitu anakufundisha. Ili wazo mimi nilikuwa sina, lakini umefanya jambo zuri. Sijui yeye mwenyewe kama tarizika, mimi sina tabu. Unasemaje mjomba? Mimi hilo mjomba nimelipokea kwa mikono miwili, tena pia nawashukuru sana. Labda mimi hofu yangu kubwa kuhusu mwanangu tu Neema, kwa sababu Neema anasoma kule. Hapo ndo hofu yangu kubwa hapo. Hilo niachie mimi. Na Swaiba wangu nitazungumza naye, hata huyo nia tutamfanyia uhamisho, atakuja kusoma hapa hapa. Ni kweli kabisa. Mume wangu utakuwa umefanya jambo la maana sana. Wewe na mambo wewe. Nadhani mjomba amenielewa vizuri. Asante mjomba. Nashukuru sana. Hiyo haina tabu. Nashukuru sana. Asanteni sana. Umenielewa mjomba? Nimekuelewa sana mjomba. Ukiona mambo yote ya nyumbani umemaliza, basi kwa sababu mkokoteni wako mzuri, unaenda pale mgondeni, unauza maji, unabeba mizigo, yaani unafanya mambo madogo madogo kama unavyoa nyanzio pale barabarani. Hukosi ya sabuni, sio kila kitu unatoa mimi mjomba wako, sio? Unanielewa? Na ndio maana nikakupa mkokoteni. Haya mambo chakula wewe usipige hesabu, sabuni tu. Mama mtu akikuletea sabuni unatoa, unampa. Mume wangu sio masuala ya sabuni tu. Wakati atakipata 200 yake, itamsaidia hata mpaka kununua vocha. Una jambo la kuzungumza? Basi kachukue chakula tuje kula. Mjomba. Na mjomba. Kwanza nataka nikutume ukaniangalizie wewe mfanyakazi wangu hapo site. Pia na lile jambo liloniambia, nashukuru mambo yameenda vizuri. Ndio mjomba. Nimezungumza na mwalimu mkuu, nimelifuatilia kwa undani kabisa. Amekubali mtoto wako aje kusoma huku. Alhamdulillah, nashukuru sana mjomba. Kila kitu kipo vizuri. Sawa sawa. Hapo bado musika tu aje hapa ili aanze shule. Na shule moja mzuri sana. Shule safi, atakuja kusoma, kila kitu kipo vizuri. Utapotoka pale site, moja kwa moja mfuate mjukuu wangu, na ikiwezekana na mkeo urudi naye hapa. Nashukuru. Yaani sijui niseme neno gani mjomba. Yaani sina zawadi ya kukubea. Yaani mke wangu hatuamini macho yake. Kwa kweli kabisa. Kwa maisha tulikuwa tunaishi. Leo hii nije nitamwambia mjomba amenituma nikufuate tukaishi wote nilipokuwa mimi. Yaani hatuamini macho yake. Kwanza sio na wasiwasi. Wewe huna mjomba zaidi yangu mimi. Kweli kabisa. Kwa lazima nikupende mjomba wangu. Mungu yupo. Na ipo siku tu hata hapa utahama. Takutafutia na maeneo mengi mimi. Na mashamba mengine wanakaa wengine wanatamana. Kuliko mimi mtoto wa dadangu. Si bora ukakae kule tu, nyumba ipo safi. Lakini tu kwa vile mjukuu wangu anakuja, muishi hapa ili na mimi nipate kucheza na mjukuu. Sawa, nashukuru mjomba. Umeelewa? Nashukuru sana kwa hiyo. Basi sawa. Na umukone koti humo. Shika hiyo nauli. Mfuate mjukuu wangu na urudi na mkeo hapa, usinisumbue tena. Asante sana mjomba. Naam. Asante. Usiwe na wasiwasi, mimi ndo mjomba wako na Rubakia.
Hamna mjomba, unajua nini? Nilikuwa nafikiria sana familia yangu. Yaani sina la kuongea zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na huyo wote ndo tunamuomba. Lakini mjomba, ndio usisahau kupita pale site. Siwezi kusahau mjomba. Yaani siwezi kusahau. Yaani nitapita hapo kwanza ndo niondoke stendi ndo. Siwezi kusahau. Basi tupo pamoja. Mimi nashukuru mjomba. Haya. Acha mimi niende. Haya mjomba. Haya sasa. Alhamdulillah. Basi safari zenu sasa kina mama. Kinakuwekea nini huko ndani sasa? Mungu, sasa unajua safari yenyewe tena ndo tunaondoka kabisa mjini huko. Kwa maandalizi ya vitu vyote kubeba. Funga mlango. Hata kiacha wazi mtu tuje kujua nini. Bismillah. We vitu vyote umebeba ndani huko? Maana sio unafika tena kwa mama kitu changu sikioni, sio kwamba tunaenda hapo tu. Baba